Baba mtakatifu, katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo, tumepiga magoti kwa ajili ya kulitia jina lako takatifu. Katika wasaa wa makambi, kusanyiko hili takatifu, uwepo wako katika Kristo ndani yetu ukadhihirishwe leo. Kuna mambo mengi huenda tusielewe kwa wakati huu, huenda mengi yakatuchanganya kwa wakati huu, ila tunakuomba tupe roho ya subira na uvumilivu, hatua kwa hatua, ili umoja mtimilifu ukatuungamanishe katika Kristo Bwana wetu. Kwa jina la Yesu, Bwana, ukatujalie katika somo lifuatalo tuweze kuelewa vyema hata lile ambalo linakuja kwa watumishi wako wengine. Katika Kristo tunakuomba, amen. Sasa niwakaribishe katika hatua nyingine ya masomo. Mbele yenu ni mwalimu Masawe. Kwa wale ambao ni wageni, mimi ni mwalimu Masawe, nikiwa mume wa mke mmoja. Muda si mrefu ataonekana hapa na familia yangu, na nikichukua fursa hii kuweza kupeleka somo ambalo limepangiwa na utaratibu wa kambi. Somo ama kauli mbiu inayoitwa historia ya imani, historia ya imani yetu. Siku ya leo tuna somo linaloitwa siri ya uasi katika makanisa, likiwemo kanisa la ECDA. Nini? Siri ya nini? Ya uasi katika makanisa na katika likiwemo kanisa la ECDA. Jua tunaogopa sana kusema, ila imefika wakati yale ambayo yanasemwa sirini yatahubiriwa wapi? Kwenye dari. Sasa naombeni mnisikilize kwa makini, na nataka tuniwakumbushe msingi ambao tumeujifunza. Msingi wa somo hili ni kwamba msingi wa imani yetu ni kuamini Yesu ni Kristo, mwana wa Mungu aliye hai. Msingi huu unatupa yafuatayo. Moja, kujua kuna Mungu mmoja wa pekee aliye Baba. Haiwezekani kukawa na mwana wa Mungu na kusiwa na nani? Na Mungu au Baba. Mbili, unatupa picha nyingine kuwa tuna roho mmoja, roho ya Mungu. Najua tushajifunza kutamka issue ya roho wa Mungu na roho ya Mungu, tusheweka sawa, si ndio? Kwa hiyo mtu akisema roho ya Mungu uko sahihi kabisa. Kwa nini? Nukuu inasema hivi. Hii ni BECOHO Januari 15 mwaka 1893. Inasema hivi: kwa roho Baba na Mwana wanakuja kufanya makao yao kwako. Zingatia, kwa roho Baba na Mwana watakuja kufanya makao yao kwako. Kwa hiyo ukiwa na Roho Mtakatifu ndani yako, nani yuko ndani yako? Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Baba na nani? Kwa njia gani? Hii ni nukuu ya Ellen G. White. Je, ina support ya kibiblia? Kitabu kile cha waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na ule mstari wa 13. Twende kwa haraka mtumishi. Anasemaje? Katika hili tunafahamu ya kuwa tunakaa ndani yake, naye ndani yetu. Kwa kuwa ametushirikisha roho wake. Kwa tukisema kwa kuwa ametushirikisha roho wake, tunaelewa, si ndio? Bwana asifiwe. Zingatia, hii ni Desire of Ages, kama unayo hapo English. Na mimi siku hizi ninafanya mambo fulani hivi, napenda kuwa na kitabu cha
inaitwa nini, hard book. Yaani kuna ile soft book na nini, hard copy hard copy ni kwa Kiswahili tunasemaje? Karatasi ngumu na soft copy ni Kiswahili chake nini? Naona tamuelewa. Yaani Waswahili hamuelewi. Unasema sijui nini tepe. Kuna jina liko hapo. Sasa lakini nina prefer kwamba tuanze kuwa na hard copy. Makanisa najua kuna ile mtu mmoja aweze kununua vitabu binafsi maana vina gharama lakini ifike mahali makanisa kwa umoja wetu tuwe na library ya vitabu. Si mzee makao iko hivyo? Tuwe na library. Mtu asiyokuwa na uwezo anakuja pale anachukua nukuu, anasoma. Alafu mambo nukuu. Mama wetu anasema, tupe tunukulie, si ndio? Yaani mama wetu imeshakuwa fimbo ya kutetea misimamo yetu ya kujitenga. Sasa tuendelee vizuri. Anasema hivi, wakati Yesu anahudumu katika patakatifu juu, bado kwa roho wake ni mhudumu wa kanisa duniani. Bwana asifiwe. Hapa tuna nani? Tuna Mungu roho Tuna nani? Tuna Yesu. Kwa njia gani? Hiyo ndio elimu ya kanisa hili sasa. Hapa napitia tu kwa wale ambao mmekuja leo ili mjue ninachokiendea kule mbeleni. Ellen G. White Education page ya 132 nasema hivi, ukuu wa Mungu kwetu sisi haueleweki. Kiti chake cha enzi Bwana ki mbinguni, Zaburi 11:4, lakini kwa roho wake yupo kila mahali. Kwa hiyo tuko na nani duniani? Na Mungu. Kwa maana Baba na Mwana wanashare roho huyu. Roho wa Mungu anapokuwa ndani yako ni Baba na Mwana ndani yako. Kuna maandiko yale ya nyuma nilizani wale kuwepo mlifaidika kuhusu Mungu mmoja. Kwa mjibu wa Biblia na Ellen White alisema Mungu mmoja ni nani? Ni Baba. Hajazaliwa ila anazaa, ana mwana. Na Yesu ni mwanae, mzaliwa pekee wa Mungu. Hiyo imekaa sawa. Vituko vizuri sasa. Sasa twende. Tukaona kwamba msingi huu wa imani hii chanzo ni wapi? Mbinguni. Sasa tuje hapa niwakumbushie kitu kidogo. Mbinguni huko, msingi huu kwamba Yesu ni Kristo mwana wa Mungu aliye hai, tuliona bayana ndio ulifanya anguko la nani? Shetani na malaika wake. Hiyo tu, walikataa kujisalimisha kwa mamlaka ya mwana wa nani? Wa Mungu. Hawakukubali kumtambua Yesu ni Kristo mwana wa nani? Wa Mungu. Hilo ndio pambano kuu rafiki yangu. Lilianzia wapi? Mbinguni, na lipo duniani tunapambana nalo. Hilo ndio greater controversy. Hii nukuu zangu nitazinukuu hapa alafu tutaendelea na mengine sasa katika somo letu. Asema malaika waliwasi walijaribu kuficha ukweli kwamba Kristo alikuwa mwana wa pekee wa nani? Wa Mungu. Na wakafikia hatua ya kuona kuwa haikuwa lazima kwao kumtii nani? Kristo. This today is called kurasa ya 128. Na utaipata katika manuscript ya 142. Huu ni mwaka 1901. Na leo ndio uasi mkubwa wa wachungaji, hawataki ama wanaficha ukweli Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Niliwasomea hapa ule uasi wa Alfa pamoja na Omega yake. Sasa tuje hapa. Alifanya kazi kwa usiri mkubwa na kwa muda fulani alificha nia yake halisi chini ya vazi la heshima kwa Mungu. Alijaribu kuzuia mawazo ya malaika isifikirie mwana wa Mungu na nafasi yake halisi. Bwana asifiwe. Sasa baada ya hapo, sasa twende katika somo. Sasa naomba mnisikize kwa makini. Jana tulifikia wapi kama nakumbuka? Jana. Nakumbuka tulifikia wapi jana? Nyosha mkono wako. Tulifikia wapi? Oho, kumbe sina darasa. Vitaris, tulifikia wapi? Ndio maana Pademi alisema watu wawe na kalamu na nini? Na karatasi. Uweze kukumbuka. Uwe na kalamu na nini? Jana tulifikia wapi? Nani tukumbushe hapa? Somo langu la jana tulifikia wapi? Karibu Mesodi.
Nachokumbuka ndio ulikuwa unaongelea habari za Konstantino. Habari za nani? Konstantino. Kingine ambacho ulikipata katika somo lile? Ulikuwa unajaribu, ulipoishia ulisema kwamba utaongelea habari za ACDA, namna uasi ulivyoingia. Okay, asante. Yaani ni mtu mmoja tu na kumbukumbu. Sasa naomba msikize kwa makini. Na nitawachia muda wa maswali wa kuuliza maswali. Nami huenda nikauliza nini? Maswali. Hili ni darasa ambalo ninatakiwa usome kidogo. Ni la history. Simenipa nafasi ya kuongelea masuala ya historia. Sasa Konstantino, tutakuja, nimesema Rumi, baada ya ule uasi wakati wa kanisa la kwanza, farasi mweupe, baadaye akaja farasi mwekundu, si mweusi. Farasi nani? Mwekundu. Kanisa lilikuwa ni safi, ikabidi farasi mwekundu haje, ambayo ni Roman Empire, kuangamiza nini? Injili ya Kristo. Kwa hiyo wakashindwa kuiangamiza injili ya Kristo kwa upanga, ndio wakaja na farasi mweusi. Huu ni wakati wa Konstantino, mwaka wa 313 mpaka mwaka wa 538. Nini kilifanyika? Ni kwamba hapa ndipo injili ikaingia katika maliziano. Katika nini? Maliziano, giza. Zikaanza zama za giza. Na tukapatana hapa kwamba zama za upanga zilikuwa ni zama ambapo kanisa lilikuwa limechanua na nguvu sana. Wakati wa zama za giza, kanisa, wakati wa amani ya Roman Empire, walivyoingiza amani mwaka wa 313, bayana ni kwamba kanisa likaingia katika utulivu na hali ya kujisahau. Na hizi zama tuko nazo leo zinarejea taratibu, ingawa zilikuwa conquered kuanzia ule mwaka 1798, lakini leo baada ya Jelala Moto kuanza kupona mwaka 1929 na ukaingia mtaguso wa Vatican II kuanzia mwaka 1959, nitawaeleza hapa, dunia imeingia katika giza tena. Ila Mungu ameweka mpango wake wa kwenda kuiangazia dunia kupitia wewe. Sasa nisikiza kwa makini. Tuliona bayana kwamba Konstantino mwaka wa 312 alipata maono katika jua. Yeye alikuwa ni mwabudu jua. Akaona kuna msalaba. Sawa Akaona kuna nini? Kuna msalaba. Hiyo ni tekniki ya shetani kuingiza uasi ndani ya kanisa la Mungu. Na mwaka wa 313 akakomesha mateso. Mwaka wa 321 AD, yani baada ya Kristo, akapitisha sheria ya juma ngapi? Jumapili. Mwaka wa 325 akaita baraza kule Konstantinople, baraza ambalo lilipata maaskofu 3000. Maaskofu wangapi? Pande zote za dunia. Wakafanya kikao kinaitwa kikao cha Nisea. Wakajadili Mungu wa Wakristo wa kuabudia. Ikatokea debate kubwa sana. Mwisho ikazaliwa fundisho la nini? La Utatu Mtakatifu kule Konstantinopoli. Hebu nipe bustani ya katekista ukurasa wa 130. Kwa fundisho la Utatu lilizaliwa wakati kanisa limeingia katika amani bandia ya mfalme wa Roma. Ndio likazaliwa. Lakini hapo nyuma kulikuwa hakuna historia ya kanisa nini, fundisho la nini? La Utatu Mtakatifu. Soma. Anasema ndio, kwa kadiri ya mapokeo fundisho la Utatu Mtakatifu liliamrishwa rasmi na mitaguso mikuu ya Nikea. Ya Nikea. Mwaka wa 325. Na Konstantinopoli mwaka wa 381. Unasoma kitabu gani? Bustani ya Katekista. Imeandikwa na nani? Soma nyuma huko. Anasema na padri nani? Anasema mhubiri mlezi, mwalimu wa dini, Padri Raphael Rogers. Hicho kimepitishwa na kanisa la Katoliki kule Paramio Ndanda, kinauzwa hapo St Joseph. Kwa hiyo wanakiri bayana fundisho la rasmi la Utatu lilianzisha wapi? Nikea. Na nilo vizuri ndio kwa ni msingi wa imani ya kanisa la Roma. Na hapo nini kilifanyika kingine? Ilipitishwa masuala ya Krismasi, ubatizo wa watoto na kadhalika. Na Jumapili ikapewa mamlaka
Na kingine ambacho kilipitishwa, walimchagua askofu Sylvester, wakamfanya kuwa askofu mkuu, archbishop wa kanisa lote duniani. Ingawa walipinga baadhi ya maskofu, ila kwa nguvu ya mfalme ikalazimishwa, ndipo kanisa likapata mtu mmoja anaitwa nani? Pope. Kwa mambo yote haya yalichakatwa kule Roma. Huyu anaitwa nabii, anaitwa mzee. Hebu 12:10 kitabu kile cha Hosea. Huyu anaitwa mtu mzee huyu ambaye anaongoza dunia. Anasemaje? Tena nimenena na hao manabii, nami nimeongeza. Sio hiyo. Ni Isaya 9:15. Isaya 9:15. Isaya 9:15. Inasemaje? Anasema hivi, mzee mwenye kuheshimiwa ndiye kichwa. Ndiye nini? Kichwa. Wewe leo kichwa cha makanisa ni nani? Mzee mwenye kuheshimiwa, ambao ni Pope. Na nabii afundishaye uongo, nabii afundishaye uongo ndiye mkia. Kwa hawa manabii unaoona leo, manabii wote hawa ni mkia wa nani? Wa kichwa huyo mzee. Wote ndio maana wote wana utatu, wote ni mkia wake wa kukokota wote kuwaleta hapo. Lakini hawa wakikuongoza utakuwa salama. Mstari wa 16, kwa maana waongozao ndio wakoseshao, na hao waliongozwa na watu hao, yaani nabii mzee na yule mzee na nani? Nabii afundishaye uongo. Nabii afundishaye nini? Uongo. Utafanyaje? Wameangamia. Wamefanyaje? Wameangamia. Pope pamoja na manabii wote. Ndio maana katika kitabu cha Ufunuo kuna power mbili. Ufunuo 13. Yule mnyama na nabii wa nini? Yule mnyama na nabii wa nani? Kwa yule mnyama ndio mzee, ndio kichwa, mzee. Nabii wa uongo, yeye akimfanyia yule mnyama sanamu ili watu wamfuate. Kwa maana yule mkia ambao ni nabii wa uongo, yeye ni kumletea wafuasi. Ufunuo 13 pale, nisomee. Ufunuo 13. Nipe mstari ule wa 14. Nasemaje? Anasema hivi. Tuanze 11. 11 anasema. Inasemaje? Kisha nikaona mnyama mwingine akipanda juu kutoka katika nchi. Ndio. Naye alikuwa na pembe mbili, mfano wa mwana kondoo. Maliza. Akanena kama joka. Akanena kama nini? Kama joka. Joka ni shetani na ibilisi. Sawa Endelea na andiko. Naye atumia uwezo wote wa mnyama yule wa kwanza mbele yake. Maliza. Naye aifanya dunia na wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Simuona nabii wa uongo anafanya kazi yake, watu wote wamsujudie mnyama wa nini? Wa kwanza. Huo ni Uprotestanti. Kwa hiyo Uprotestanti ndio wanasukuma gwaride la watu uende kwa popu. Hapa ndio swali moja. Ushasikia padri anafanya mdahalo wa utatu? Ushasikia? Hakuna. Ushasikia padri anafanya mdahalo wa Jumapili? Au anafanya midahalo? Wanafanya mdahalo ni nani? Wa Protestanti. Uongo kweli? Tukipinga utatu, anakuja padri, anakuja Mwangemwa, anakuja mapasta wa Kisabato. Sawa hao ndio wanapambana kutetea nini? Utatu. Kwa hiyo mafundisho ya popu yanatetewa na nabii wa uongo, na kanisa la Sabato limejiunga na nabii wa nini? Wa uongo, kupitia fundisho la utatu. Mnyama ametulia tu, yeye ndio kichwa, mzee. Yeye anatulia, anatuma vijana wake, nenda, si ndio? Bwana asifiwe. Sisi tumetoroka katika mikono ya kuwa vijana wa popu, ambao wanaitwa altar boys, vijana wa madhabahu. Tumekataa. Bwana asifiwe. Wakataa fundisho hilo la utatu. Endelea. Anasema ndio, naye wafanya wote wakao ndani yake wamsujudie mnyama wa kwanza. Naam. Ambaye jeraha lake la mauti lilipona. Naye afanya ishara kubwa, hata kufanya moto kushuka kutoka mbinguni. Hapo inamaanisha miujiza ya uongo pamoja na teknolojia ya Marekani. Uje juu ya nchi. Ndio. Mbele ya wanadamu. Naye wakosesha wale wakao juu ya nchi. Ndio. Kwa ishara zile alizopewa kuzifanya mbele ya huyo mnyama. Maliza. Akiwaambia wakao juu ya nchi. Zingatia, akiwaambia wakao juu ya nini? Ya nchi. Kumfanyia sanamu yule mnyama. Mnyama. Mnafahamu Yesu aliongea na walimletea kodi kwamba je, ni halali kulipa kodi kwa Kaisari? Mnakumbuka
Akamwambia niteni sarafu hapa. Akamwambia hii sarafu ina kichwa cha nani? Wakamjibuje? Kaisari. Tumia Kaisari, mpe nini? Kaisari. Tena kwenye Kiingereza mtumia hii sarafu ina sanamu ya nani? Sanamu? Kwa sanamu ni picha. Ina sanamu ya nani? Picha ya nani? Kwa maana huyu mnyama wa pili ataunda utawala ambao unafanana mnyama wa nini? Wa kwanza. Kwa kuna kitu kinakuja, new world order. Mpango wa ulimwengu mpya. Dini zote zitaungamanishwa kando ya Roma. Alafu zitaunganishwa na serikali. Maana Vatican ina pope ni kiongozi wa dola na ni kiongozi wa nini? Wa serikali ya Vatican. Kwa leo Uprotestanti ndio utaunda dola la Kikristo ama dola la kidini likiwa na nguvu ya kiserikali. Endelea. Anasemaje? Akawaambia wakao juu ya nchi, kumfanyia sanamu yule mnyama alikuwa na jeraha la upanga, naye akaishi. Endelea. Akapewa kutia pumzi katika ile sanamu ya mnyama, ndio hata ile sanamu ya mnyama inene. Kwa maana muungano huu wa makanisa na dini utatiwa nguvu na Marekani. Na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama wafanyeje? Wauawe. Kwa mateso yanayokuja, rafiki zangu, niwaambia habari njema. Hayataletwa na Roma moja kwa moja, ila nyuma ya pazia. Umoja wa kidini, umoja wa nini? Wa kidini chini ya mamlaka ya dola ya Marekani na Umoja wa Mataifa na local government ndio watachochea mateso kwa watu wa Mungu. Hapa Tanzania kuna kitu kinaitwa maridhiano na amani. Mwenyekiti wake ni shehe na katibu wake ni askofu Gamanywa. Sawa na wameridhiana hivi kwamba tusizungumze yale mambo ambayo yanatuhusi, tuongee yale mambo ambayo yanafanyaje, yanatuunganisha. Kwa mfano, katika Biblia msingi wa imani ya Mkristo ni kuamini Yesu ni mwana wa nani? Mwana wa Mungu. Sasa shehe, mwenyekiti wa mkutano, mwenyekiti wa umoja huo ni shehe. Kitabu chake kinasema kwamba mtu yeyote ambaye akiamini Yesu ni mwana wa Mungu amekufuru. Sasa inabidi tukaa pale hivi, wewe usinihubirie habari ya mwana wa Mungu, maana nitakukwaza wewe, si ndio? Nitahubiri tu mambo ya umoja, kuna Mungu mmoja. Na siku hata kwenye maombi wanaomba hivi Wakristo, Baba Mtakatifu, hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, tunakuomba mwishoni kwa jina la Mungu. Hivi yamfuatilie bakongomano wanashindwa kusema kwa jina la nani? Maana utamuuzi Muislamu. Huo ndio umoja ambao unatengenezwa. Na juzi hapa walienda kuomba nguvu polisi kwamba ili tudhibiti amani kwa wale ambao wanaweza wakahubiri kinyume cha amani, basi mtu yeyote ambaye ili apate kibali lazima apitie katika umoja huu wa malizia na amani. Na sababu wanasiasa wanapenda amani, watakataa utakubali. Maana mwanasiasa hataki kula hela yake kwa kelele, anataka utulivu. Kwa atawakubalia wao. Wao nafikiri watakukubalia wewe unahubiri kinyume chake? Haiwezekani. Kwa Rumi inatuzunguka hatua kwa nini? Hatua kwa nini? Na tunaona kwa macho yetu kama vile Yerusalemu ilivyokuwa inazungukwa, watu hawatambui. Na leo Rumi inatuzunguka kupitia umoja huu wa Kiprotestanti. Na hapo nyuma katika andiko hilo mstari wa 16-17 utaona yule mnyama anafanya kitu kimoja hivi. Mnyama wa pili, soma. Anasema hivi, na kuwafanya hao wote wasiosujudu sanamu ya mnyama huyo wafanyeje? Wauawe. Naye awafanya wote, wadogo kwa wakubwa, na matajiri kwa maskini, na walio huru kwa watumwa, watiwe chapa katika mkono wao wa kuume, au katika vipaji vya nyuso zao. Ndio. Tena kwamba mtu awaye yote asiweze kununua wala kuuza, isipokuwa na chapa ile, yaani jina la mnyama yule, au hesabu ya jina lake. Hapa ndipo penye hekima. Yeye aliye na akili aihesabu hesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu. Tulia. Kuuza na nini? Isipokuwa umepata chapa ya mnyama yule ama hesabu ya jina lake. Kwa ina maana kuna kitu ambacho mnyama ana mpango wa kukaa ndani yako wewe, hesabu ya jina lake. Ana jina. Hebu nipe Ufunuo 17 mstari ule wa 5. Ana jina.
ana jina lake ni lipi? Soma. Anasema ndio, katika kipaji cha uso wake alikuwa na jina limeandikwa la siri, ndio, Babeli mkuu, Babeli mkuu, mama wa makahaba, na machukizo ya nchi, ya nchi. Ana jina lakini la siri. Kwa maana kila moja hilo jina la siri likae ndani yako. Likae wapi? Sasa anakaaje ndani yako? Inabidi akae kwa njia ya mafundisho. Hivi naelewa vizuri Kwa njia gani? Maana watu wa Mungu pia Mungu anakaa ndani yao kwa njia gani? Si ya mafundisho? Hebu nipe Ufunuo 14 mstari wa kwanza. Utaangalia pia kuna jina pia lazima liandikwe katika kipaji chako. Na mnyama pia anataka jina lake liandikwe wapi? Katika kipaji chako. Soma. Kisha nikaona natazama, huyo mwana-kondoo amesimama juu ya mlima Sayuni, na watu 144,000 ndio pamoja naye, wenye jina lake na jina la baba yake Lakini kusema King James Version imetumia tu jina moja. Hebu nisomee hiyo hapo. King James Version. Nasema King James Version ndio hiyo. Soma 14 mstari wa kwanza. Ni jina gani hapo? Mnyama ana jina lake Babeli ambaye anataka kuingizia ndani yako. Soma. Au English kidogo na ndacha nisomee. 14 mstari wa kwanza. Inasema I looked at lo, a Lamb stood on the Mount Zion, and with him 144,000, having his father's name. Having his father name. Lighten in their foreheads. Wana jina la baba katika paji la nini? Paji la uso wao. Na baba ni nani? Ili kanisa leo linanichosha mimi. Au Babeli kashawapiga jina. Hebu nipe 4:6 Waefeso. Twende haraka. Waefeso 4:6. Anasema hivi. Anasema Mungu mmoja, naye ni baba wa wote, aliye juu ya yote. Asante. Katika paji la uso wao watakatifu wana jina gani? Na baba ni nani? Baba ni nani? Baba wa wote. Mungu mmoja. Baba ni nani? Mungu mmoja. Naelewa paka hapo Kwa maana hawa wanakuwa na katika paji lao na Mungu huyu. Naelewa vizuri Sasa Babeli ana jina lake. Anataka kukuwekea kichwani mwako. Mungu wa Babeli ni nani? Sababu msingi mkuu wa kanisa la Roma ni upi? Ngoja nionyeshe hapa. Nyie hamwezi kuelewa, unajua vichwa vigumu. Inabidi tutumie tu maandiko Hii hapa. Maneno kuu inasema the mystery of the Trinity is a central doctrine of the Catholic faith. Sawa? Upon it are based all other teaching of the church. Yaani siri ya utatu ni fundisho kuu la imani Katoliki. Juu yake yamejengwa mafundisho mengine yote ya nini? Haya, ukitoa utatu umebomoa nini? Hamna kanisa. Hiyo ndo bezi. Sasa huyu Babeli ana jina. Sasa leo wanaokimbilia simu anasema simu ndo utatu. Ndo nini? Chapa ya nini? Lakini anaamini utatu. Katupa simu lakini kipaji mwake na nini? Utatu mtakatifu. Kama wale ndugu zetu kule Songero watupa simu. Wametukuja sasa hivi wana hali mbaya sana. Nataka niende nikawatembelee. Wako vibaya mno. Ndoa zimekufa. Wamechakaa. Hizi zimeingia hii taya na taya hii karibu ikutane. Walienda huko porini huko. Na wanalima avioti. Juu Mungu kama walani sielewi. Sasa wanalima ifanyaje? Lazima tufike mahali ukitaka kwenda kulima jifunze kilimo. Kilimo akijifunzi kwa maandiko rafiki yangu.
kilimo kinajifunzwa kwa wataalamu. Huwezi kutengeneza simu au kompyuta kwa maandiko. Uongo kweli? Eti mimi najua Mungu mmoja ni Baba. Tengeneza simu sasa uone. Kuna kipaji kipo, lazima tujifunze. Tuna pambano kuu, tuwaige Wardensia. Walikaa kule msituni kwenye milima, wakajenga nyenzo mbalimbali za maisha, wakajifunza ufundi, wakajifunza kila mbinu ya maisha, afu wakaenda mjini kuhubiri habari njema. Haleluya! Unakuwa ni fundi, anatengeneza tairi za Muislamu au Mrumi, afu anamwambia bwana, unajua kitabu hivi na hivi na hivi na hivi, si ndio? Kuna Mungu huyu. Kuna nyumba leo huwezi kuingia wewe, lakini fundi anaingia. Uongo kweli? Hao mafundi wanajua siri nyingi sana. Gari ikipiga punch, ikiharibika hapo, hata kama wewe ni mdosi, una elimu, uteta nani? Fundi tu wa kawaida, na anakupangia gharama na unakubali. Kwa hiyo nipe 700,000. Utabisha, utatoa, si ndio? Kwa tujifunze zana tuweze kupenya. Maandiko yanasema mjusi ni mnyama mdogo, lakini anakaa katika majumba ya kifalme. Hajaongea habari ya mjusi. Kuna watu bwana ni kama mijusi. Hata hao Osgel, Mausgel leo wapo kwa wadosi ambao wewe huwezi kuwaona. Uongo kweli? Yaani Osgel anamtengia mdosi nini? Lakini wewe kumuona utatambika, hata mlinzi anakuzuia. Utahangaika, lakini yeye iko na mdosi mle ndani. Hao ndio mijusi. Bwana asifiwe. Kwa tunapaswa kuwa mijusi, tupenye katika majumba ya kifalme. Lakini unapenyaje? Unapenya kupitia ujuzi. Bwana asifiwe. Unajua wakati wa anguko la uchumi la dunia mwaka 2008, Russia uchumi wake ukuanguka. Kwa nini? Leo kuna mama mmoja wa Kisabato, secretary, alimwambia Putin, kuna kitu kinakuja duniani ambacho kinatokea Vatican. Fanya hivi, fanya hivi. Putin alimtii yule mama Msabato. Russia uchumi wake kufanyaje? Haukuanguka. Ndio maana Umoja wa Ulaya una chuki kali sana na Russia, nyinyi hamjui. Sababu ilikuwa lazima uchumi ufanyeje? Ushuke. Wanataka washushe uchumi ili wapate sababu ya kukutawala wewe. Ili watie amri ya kuuza, ya kutokuuza na nini? Na kununua. Sasa ni nini? Jana tumesoma Laudato Si hapa, law of the land inayoundwa. Mkristo anaenda kupimwa kesho kutwa, ndio kuona. Ili uwe Mkristo, kama uamini utatu, hauteto nani? Mkristo. Nipo Sonike wa pili. Ndio naongea taratibu tu ili penye vizuri. Sonike wa pili, sura ya pili, ule mstari wa 3 na mstari wa 4. Angalia sasa, tuangalie huyu mpinga Kristo anakaaje kwako. Sasa mambo ni ya kiroho, lakini watu wanayaona kama ni ya kimwili. Sasa kabla hujasoma ile andiko, hebu nipe 6:63 kitabu cha Yohana Mtakatifu. Shetani anakaa ndani yetu kupitia mafundisho. Sasa ukiwa na fundisho fulani hivi la uongo, ujue litakukaa. Maana leo tunapambana kubomoa utatu ndani ya fikra za watu. Ni kazi ngumu, kazi ndogo. Maana ile fundisho limekaa, ni spirit hilo fundisho. Soma andiko 6:65. Anasema hivi. Ndio. Roho ndio itiayo uzima. Roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Ndio. Maneno hayo naliyowaambia ni roho. Tena ni uzima. Kwa maneno ya Kristo ni nini? Ni roho. Tena uzima. Kwa neno la Kristo likaa ndani yako, ni roho amekaa ndani yako. Sasa mtu ukiwa na maneno ya Kristo, na maana ni ya kiroho. Na ibilisi anakaa ndani yetu vivyo vivyo kupitia mafundisho yake. Sasa njoo sasa katika Wathesalonike wa pili. Wathesalonike wa pili sura ya 2 mstari wa 3 na 4. Some. Anasema, ndio, mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji, yani siku ya Bwana haiji, usipokuja kwanza ule ukengeufu, ndio akafunula yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, ajiinue nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, ndio, hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, akidunisha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Muone, endelea. Anasema, je, asante. Tishie tu hapo. Kwamba yule mpingamizi ambaye anakaa wapi? Kanisa. Anakaa wapi? Imeandikwa wapi? Anakaa wapi? Wapi? Hekalu
Hebu soma, rudia kusoma andiko vizuri. Anasema si hekaluni tu, kuna kitu mnakiacha. Soma. Anasema mtu awaye yote ndio asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji ndio usipokuja kwanza ule ukengeufu, akafunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu, yule mpingamizi, yani mpinga Kristo, ajiinuaye nafsi yake juu ya kila kiitwacho Mungu ama kuabudiwa. Zingatia hapo. Hata yeye mwenyewe uketi katika hekalu la Mungu, katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. Anakaa wapi tena kanisa? Hekalu la nani? Hekalu la Mungu. Ilo hekalu ni lipi ambapo anakaa? Wakorintho wa pili 6 mstari ule wa 16. Nisomee. Anasemaje? Anasema hivi, tena pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Ndio. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Rudia tena. Kwa maana sisi tu hekalu la Mungu aliye hai. Kumbe sisi ndio hekalu la nani? Hekalu la Mungu aliye hai. Na mpinga Kristo anakaa wapi? Ndani ya hekalu la Mungu. Ndani ya hekalu la Mungu. Anakaaje? Anakuja mzima kama papa? Kwa mafundisho. Anakuja kwa njia gani? Mafundisho. Kwa mafundisho. Kwa unaweza ukawa hapa lakini wewe ni mfuasi wa nani? Wa papa. Watu nawaambia ICDA nyinyi mmeshaanguka, hawaelewi. Maurice, tunaelewa vizuri Anakaa, wewe unamwangalia kule Vatican, yeye anakucheka tu. Unampinga, wewe ni mnyama, anacheka. Huku unafundishwa na utatu, si ndio? Una mfumo wake wote, anakucheka tu. Maana anajua kuna wakati tu ambapo atachola mstari na atapotea. Nafikiri imeeleweka vizuri Kwa mpinga Kristo anakaa kupitia mafundisho. Tunakuwa watumwa wa Kristo ama wa Mungu kupitia mafundisho. 6:16 kitabu kile cha Warumi. Nisome haraka. Warumi 6:16. Anasema hivi, hamjui ya kuwa kwake yeye ambaye mnajitoa nafsi zenu ndio kuwa watumwa wake katika kumtii mmekuwa watumwa wake yule mnayemtii. Kwa ina maana ukitii fundisho fulani unakuwa mtumwa wa nani? Wa hilo fundisho. Tuko pamoja? Ukitii fundisho la Mungu unakuwa mtumwa wa nani? Mtumwa wa Mungu. Mtumwa wa nani? Wa Mungu. Maliza haya. Anasema ndio kwamba ni utumishi wa dhambi uletao mauti au kwamba ni utumishi wa utii uletao nini? Uletao haki. Ndio. Kwa tunakuwa watumwa wa mtu kulingana na nini? Mafundisho. Sasa naomba unisikize kwa makini. Sasa tunaingia katika issue ya siri ya uasi yenyewe. Hapa sijui kama inaonekana vizuri, sema tu mambo ya jua. Huko mnaona vizuri? Hii ni picha ya Konstantino anawadanganya wanajeshi kwamba ameona maono katika jua. Alikuwa ni mwabudu jua. Na Mungu jua alikuwa anaitwa Apollo. Kwa hiyo Wakristo wakaingia line kwamba mfalme ameona maono, ameona msalaba katika jua. Alafu kuna maandishi hayo unayoona hapo. Kuna Kilatini hapo, kuna Kigiriki na kuna English. Kwamba in this sign you shall conquer. Kwamba huo msalaba una maandishi hayo. Kupitia ishara hii utafanyaje? Utashinda. Kwa ishara hii utashinda. Na kweli akawadanganya Wakristo kwa hiyo ishara na wakaingia line. Wakristo kwa wapigani vita, lakini wakapigana nyuma ya jeshi la nani? La mfalme kwa ishara ya msalaba. Nisomee 8:25 kitabu kile cha Danieli. 8:25. Andaka kule baba. Kasome kule. Soma. Anasema ndio. Na kwa mashauri yake atafanikisha hila mikononi mwake. Naye atajitukuza nafsi yake mioyoni mwake. Ndio. Naye atawaangamiza wengi katika hali yao ya salama. Atafanikiwa kwa hila. Hila ni nini jamani? Udanganyifu ambao kuuelewa vizuri, si ndio? Kwa hiyo akatumia udanganyifu, kama ameona msalaba wakaingia, hiyo ni hila. Akaona maskini wakajiunga naye, na mwisho wa picha maandiko yanasema akaangamiza wengi katika hali yao ya nini? Ya salama. Yaani umetulia kwenye benchi kama hivi, hakuna upanga, lakini umetulia, kumbe ndani ya moyo wako unaangamizwa kupitia mafundisho ya nini? Ya uongo. Imeeleweka vizuri Sasa
kupitia msalaba anasema atashinda. Na kweli Wakristo wakamuunga mkono, akachenji jeshi lake lote, akaweka nembo ya msalaba. Na leo huu msalaba huu ambao ulikuwa ni ishara ya mateso, ghafla ukachenji ukawa msalaba, alama ya kanisa. Muda ni mchache wa kueleza yote. Hebu ngoja niwape kitu kimoja hapa, nionyeshe maana ya msalaba ikoje hapa. Tuende kazi. Hapo inaonekana vizuri eh? Hapo si mnaona eh? Tuje juu kidogo. Hii, huyu ni mchungaji msaidizi Bwana Oliville, hapa isione vizuri. Bwana Oliville A. Burgin wa Linden SDA huko Marekani, akiwa amevalia msalaba wa ncha 8 ambao ni wa Katoliki, akiwa chini ya mimbari ya rogo mpya ya SDA. Umeona hapa hivi? Kavaa nini? Ukimwona nafikia bwana askofu wa Jumapili, si ndio? Huyu ni pastor wa Kisabato. Yaona misalaba? Umenifahamu mpaka vizuri hapo eh? Msalaba wa ncha ngapi? Niingia katika Google yako, andika ile 8-pointed star. 8-pointed star ni ishara ya Ishtar, Mungu mke wa Mungu jua. Sasa hapa kapo ambao Babeli walikuwa wakimtukuza. Ndio maana misikiti yote utaona ina 8-pointed star, wakimwabudu Ishtar aliyotokea mashariki. Waislamu wote wakimwabudu Ishtar. Pale Maka bendera ile ya rama ya ile 8-pointed star iko pale. Sawa eh? Sasa huyu ilikuwa ni mwaka 1997. Kanisa la SDA. Hii ndio rogo ya Sabato. Tunaiona hapo eh? Ina nini hapa? Msalaba. Ina nini? Msalaba. Na ina miali ya moto mingapi? 6. Someni ingapi? 6. Kuna nyota ya ncha 6 na kuna nyota ya ncha 5 na kuna nyota ya ncha 8. Ncha 6 ndio ile nyota ya Wayahudi. Inaitwa David Star. Lakini ile ncha 6 ndio inaunda 660 ngapi? 66. Nitawaonyesha hapa kidogo vizuri muelewe. Nitawaonyesha vizuri. Sasa huu ndio msalaba wa Vatican pale. Utoa ni msalaba una ncha 6. No, ncha 6 huu. 1 2 3 4 5 ngapi? 6. Sasa paka hapo Sasa Warumi wanapotoa pepo wanatumia inaitwa exorcism, kwamba wanachukua msalaba kama mti, wanamwekea mtu mwenye pepo. Mtu mwenye nini? Wanatoa pepo kupitia mti, si kwa jina la nani? La Yesu. Hiyo ndio iko hivyo. Sasa twende vizuri, tanaelewa tu taratibu. Hichi kitabu kinaitwa Encyclopedia of Religion and Ethics. Kinasema hivi: kutokana na imani ya uchawi ya karne ya 4 ilianza kushika hatamu ndani ya kanisa, kama ilivyo kwa irizi za uchawi. Kufanya tu ishara ya msalaba ifikiriwa kuwa ni kinga ya uhakika dhidi ya pepo na dawa ya magonjwa yote. Wewe Vitaris, ulikuwa Mkatoliki eh? Ulikuwa mvai msalaba? Nani kwa Mkatoliki hapa? Anyoshe mkono. Mlikuwa mvai msalaba? Mlikuwa mnaambiwa nini hiyo? Si ni kinga? Hiyo ni kinga. Hivi nimeprove twende taratibu Ele anasema hivi katika DA 416 Desire of Ages. Msalaba ulihusishwa na nguvu za Rumi. Na nguvu za nini? Ilikuwa chombo cha kifo cha kikatili zaidi na cha kufedhehesha. Kumbe msalaba ni ishara ya nguvu ya nini? Ya Rumi. Ni ishara ya nguvu ya Rumi. Sasa ukabadilishwa ukaingia kuwa ishara ya Kikristo, lakini bado unawakilisha nini? Roman Empire. Sasa angalia hizi bendera. Hizi ni rogo za makanisa yote, iliamriwa kuanzia mwaka 1957. Sawa? Makanisa yote ya umoja wa kiekumene yawe na rogo ya msalaba, yawe na moto wa ncha ngapi?
ncha ngapi? 6. Hii logo ya nani? Sawa hii ni logo ya World Council of Church. Utasoma hapa, sema ionekane vizuri, utaona hapa. Hii ni logo ya National Council of Church ya Marekani. 1 2 3. Sasa hapo kuna mgeuzo yake iko hapa, inaunda 6. Yote lazima iwe na ishara ya nini? Ya moto. Yote lazima iwe na ishara ya moto. Kuna quotation hapa iko hapa. Nisomee. Tunataka mambo kama hayo. Anasema ndio Wakatoliki wanaweka misalaba juu ya makanisa yao, juu ya madhabahu yao, na katika mavazi yao. Kila mahali panapoonekana alama ya msalaba, ndio kila mahali unaheshimiwa na kutukuzwa, ndio na kusifiwa sana kwa nje. Lakini mafundisho ya Kristo yanazikwa chini ya lundo kubwa la mapokeo yasiyo na maana, tafsiri ya uongo, ndio, na masharti makali, ndio, dogmas. Asante. Ukurasa wa 470 Kiswahili, Kiingereza 568. Na iko mko nimeiweka hapo kwenye hii presentation. Sasa kuna Ministry of Healing page ya 470 sema hivi, pambano kuu. Beji ya Ukristo si ishara ya nje, si ishara ya nini? Si kuvaa msalaba au taji, bali ni ile inayofunua maungamo ya mwanadamu na nani? Muungano wa mwanadamu na Mungu. Bwana asifiwe. Kwa hiyo kuweka ishara za msalaba kwa Mkristo inapaswa ipaswi? Ukiweka unakuwa chini ya nani? Hii ni ishara ya Roma. Sasa tuje hapa nikuonyeshe kitu kimoja, sababu muda ni mchache. Ndio maana nje nikuonyeshe hapa, utaelewa. Tena inakuwaje hapa? Uli uelewe nachokisema, uelewe vizuri, utaelewa vizuri tu. Angalia video. Wanabusu nini hapa? Msalaba. Yaani baba mzima unapiga, unaona? Na hata Magufuli hayati alibusu hiyo. Naona mnapanga foreign, unabusu msalaba. Inaitwa ibada ya kubusu nini? Msalaba. Hiyo ni ishara ya mamlaka ya nini? Ya Roma. Nadhani mmeelewa vizuri Sasa leo SDA ilikuwa haina hiyo badge, ilipinga masuala ya misalaba. Hata makaburi ya SDA ilikuwa nini? Si mnakumbuka Leo tena wanatetea kwamba ndio ishara nini? Ya Ukristo. Ishara ya Ukristo. Ndio hapo unaona kana picha hii, baba mzima kama huyu na kipara chake anayekiwa mti. Yaani Roma inatutaabisha jamani. Mafundisho ni utumwa wa hali ya juu. Kuna kifungo hapa. Sikia hii nukuu ya Ellen G. White. Testimony for the Church volume 6 page ya 144. Watu wanatumia kila njia ili kupunguza tofauti kati ya Waadventista wa Sabato na waangalizi wa siku ya kwanza ya juma. Kampuni iliwasilishwa mbele yangu chini ya jina la Waadventista wa Sabato, ambao walikuwa wakishauri kwamba bendera au ishara ambayo inatufanya kuwa watu tofauti haipaswi kuwekwa nje kwa kushangaza, kwani walidai kwamba hii haikuwa sera bora zaidi ili kupata mafanikio kwa taasisi zetu. Yaani waliona ile ishara ile ya awali ya malaika wangapi haifai, italeta tabu kwa taasisi zetu kupata mafanikio. Kwa hiyo wakika ishara ya msalaba ili wapate mafanikio. Na uasi wa kanisa hili mkubwa ulianza mwaka 1956. Nini kilitokea? Waprotestanti na Waroma walipresha kanisa la Sabato, wakasema nyinyi si wa Kristo. Ikabidi sasa Wasabato waanze kufanya mjadala. Maana ilikuwa hivi, serikali ya Marekani
ilikuwa taka itambue Wakristo afu ianze kuepusha kuwekea kodi kubwa na iwape na ruzuku, kwamba ukiagiza leo bidhaa kama za shule au hospitali ulipe nini? Kodi. Kwa hiyo sasa Wakristo wakawa wajanja, wakaungana chini ya bendera moja, chini ya fundisho la nini? La utatu. Hasa mafundisho makuu matatu: moja, utatu mtakatifu; pili, Yesu ni Mungu wa milele, si kuna wakati fulani alizali; tatu, wakasema Yesu ana mwili gani? Sema Yesu ana mwili kabla ya anguko, si baada ya nini? Ya anguko. Wakati huo wa Sabato walikuwa waamini utatu, na wanasema Yesu kuna wakati uko milele, alizaliwa na nani? Na Mungu. Pia Yesu alichukua mwili baada ya nini? Ya anguko. Kwa wakaitwa kati, kikundi cha kizushi. Ndio wakainuka relay from chini ya General Conference wakati ule kutafuta muafaka na makanisa mengine ili waonekane kwamba wao ni nini? Wa Kristo. Lakini fundisho lingine ambalo lilikuwa ni kizuizi kwa Sabato ni fundisho la hukumu ya nini? Ya upelelezi. Kwa English tunahitaji investigation judgment. Nyewe wakapatana kwamba hivi Yesu pale msalabani alimaliza kila kitu. Wasabato walifundisha hivi, Yesu ni kweli msalabani alimaliza kila kitu, lakini ilikuwa ni hatua nyingine ya kuingia katika patakatifu ili kukamilisha kazi ya nini? Ya ukombozi. Kwamba msalaba ni kamili, unaokolewa, lakini bado mambo yanafanyaje? Yanaendelea, na tamati itafanikiwa pale Kristo atapokuja mara ngapi? Ya pili. Wakakataliwa. Wakristo wote wa Jumapili wanasema msalaba ni kila kitu, na ni kweli kila kitu, lakini huduma ya sanctuary message wako nayo hawana. Ndio maana vipofu leo hawezi kuhubiri kuja kwa Yesu, maana hawana sanctuary message. Kwa hiyo Wasabato wakabanwa. Akatuma mtu mmoja anaitwa Moses Mprotestanti na Anderson, ambao alikuwa ni champion, wanaujua vitabu vyetu. Na kina Anderson wakati ule, tafuta kisa la Anderson, waliandika vitabu vingi mwaka 1956 kuwatukana Wasabato kama ni kati, kwamba hawa si wa Kristo. Wakamponda Ellen White kama nabii wa uongo. Ikabidi Relay From apambane na baraza la General Conference kuandika vitabu vingine kujibu maswali ya Wakristo. Ndio ikazaa kitabu kinaitwa Question on Doctrine na The Coming of Comforter, Evangelism pamoja na Movement of Destiny. Nitakusomea hapa. Hivyo ndio vikahamisha kanisa ili likapeka Roma. Lakini wale kina Moses walitambua na walisoma vitabu vyote vya Ellen White na waasisi, wakasema hakuna nini? Utatu mtakatifu. Lakini Relay From akaingia chumbani na Moses Mprotestanti, wakakaa wakachakata, wakatoka mle ndani. Eti Musa akasema Wasabato ni kweli walikuwa waamini utatu, ila sasa wanaamini nini? Utatu. Lakini Musa huyo ndiye alikuwa anakosoa isidia yaamini nini? Utatu. Nini kilifanyika? Na utagundua kwamba Moses, ukisoma historia, alikuwa ni Freemason, na Relay From alikuwa nani? Freemason. Kwa hiyo walijoin force kuliharibu kanisa la Sabato, likauzwa. Kwa hiyo kanisa la Sabato tokea pale ameapia Relay From ule mwaka 1922, mwaka 1928 vitabu vyote vya waasisi vilipigwa marufuku visitafasiriwe na vikazikwa. Kwa hiyo kanisa la leo linaongozwa na vitabu vingapi? 4: Question on Doctrine, The Coming of Comforter, Movement of Destiny na Evangelism, ambayo ilitungwa mwaka 1976 wakika teto za utatu kwa juu ya maandiko ya Ellen White. Na leo msabato yoyote ukiquestion utatu anakopa kitabu gani? Evangelism. Kasema mwaka wake imeandikwa mwaka 1976 na Relay From. Sio, mnaelewa vizuri? Syria wasi. Sasa Roma, kuna nukuu moja hapa Ellen White anasema hivi kuhusu utabiri huo wa anguko la kanisa la Sabato. Unabii. Anasema hivi. Hii nukuu kidogo inakuwa ndefu. Ngoja nisome tu. Usiku huo niliota nikiwa Battle Creek, nikitazama nje kutoka kwenye kioo cha kando mlangoni, na nikaona shirika likiandamana hadi nyumbani. Wawili walionekana wakali na wamezamilia. Niliwafahamu vizuri na kugeuka kufungua mlango wa chumba cha kulala ili kuwapokea. Lakini nilifikiri ningeangalia tena. Eneo lilibadilishwa. Shirika hilo sasa liliwasilishwa muonekano wa maandamano ya Wakatoliki. Ya nini? Mmoja alibeba msalaba mkononi mwake, mwingine mwanzi.
Na walipokuwa wakikaribia, yule aliyebeba mwanzi alizunguka nyumba akasema mara 3, nyumba hii imepigwa marufuku. Imepigwa nini? Bidhaa lazima zichukuliwe. Wamesema kinyume na utaratibu wetu mtakatifu. Yaani wamesema kinyume cha utaratibu wetu ambao ni nani hao? Wa Sabato. Kama mjielewa nirudie. Hebu nyosheni mkono mmoja elewa. Nyosha mkono mmoja elewa. Hii ni njozi anaoteshwa jinsi kanisa la Wasabato litakavyo nini? Tekwa na Wakatoliki. Sema usiku huo niliota nikiwa Betogrek, nikitazama nje kutoka kwenye kioo cha kando mlangoni, nikaona shirika likiandamana hadi nyumbani. Wawili walionekana wakali na wamezamiria. Niliwafahamu vizuri na kugeuka kufungua mlango wa chumba cha kulala ili kuwapokea. Lakini nilifikiri ningeangalia tena. Eneo lilibadilishwa. Shirika hilo sasa liliwasilisha muonekano wa maandamano ya Kikatoliki na Wakatoliki. Mmoja alibeba msalaba mkononi mwake, mwingine mwanzi, na walipokuwa wakikaribia, yule aliyebeba mwanzi akazunguka nyumba akasema mara 3, nyumba hii imepigwa nini? Marufuku. Bidhaa lazima zichukuliwe. Wamesema kinyume na utaratibu wetu mtakatifu, kwamba fundisho la Utatu ni la uongo. Si manake jeni kuonyeshe kabla sijamaliza hapo. Ngoja nirudi kidogo hapa ili uelewe walisemaje kinyume chetu. Hapo inukue James White. Siri ya uasi ilianza kufanya kazi katika kanisa katika siku za Paulo. Hatimaye ilikuja nje ya unyenyekevu wa Injili na kuyapotosha mafundisho ya Kristo, na kanisa likaenda nyikani. Martin Luther na wanatengenezo wengine waliondoka katika nguvu za Mungu. Sasa naomba ni wai, muda ni mchache. Wanatengenezo waliacha kutengeneza kama wangeendelea na kuendelea mbele hadi walipokuwa wamebakiza sazo la mwisho la upapa nyuma, kama vile asili ya kutokufa kwa roho, ubatizo wa kunyunyizia, utatu na utunzaji wa nini. Hapa wamenena kinyume na Katoliki au sawa na Katoliki? Kinyume. Sasa kwamba wamenena kinyume chetu. Sasa nini kinafanyika? Anasema hivi, hofu ilinishika, nikakimbia kupita ile nyumba nje ya mlango wa kaskazini na kujikuta nipo katikati ya kundi ambalo baadhi yao niliwafahamu, lakini sikuthubutu kuongea nao neno lolote kwa kuogopa kusalitiwa. Nilijaribu kutafuta mahali nilipostaafu ambapo ningeweza kulia na kusali bila kukutana na macho yenye hamu na ya kudadisi popote nilipoelekea. Nilirudi mara kwa mara kama nisingeweza kuelewa hili, ikiwa wataniambia nilichokisema au kile ambacho nimefanya. Pointi nini ushuhuda huu katika ufunuzi wake ni kwamba kanisa la Sabato kuna wakati lilifanyaje? Njozi yake alitabiri litakuja kufanyaje? Kutekwa. Na ni kweli mwaka 1956 sawa, lilifanyaje? Lilitekwa. Na leo utaona hapa hizi rogo zote za moto, zote hizi za makanisa wote, kanisa la Wesley yote hapa, makanisa yote unayoona, makanisa Evangelical Church, wote wana msalaba na nini? Wenye nini? Moto, si ndio Wasabato wana msalaba na moto? Wako na? Si wako nawe? Sasa sikiliza hapa, nabii anasemaje? Nipe hicho kitabu cha Selected Message. Msomaji? Hebu mwingine asome kama naona yeye anasinzia. Selected Message. Nipe hicho shika Selected Message. Nipe ukurasa wa 198. Nimekupigia mstari pale. Jamani, mnaelewa vizuri Twende 198. 152 sorry. Nimepigia mstari utapaona hapo. 152 na 153. Twende kwa haraka. Inasemaje? Adui wa roho ametaka kuleta dhana kwamba matengenezo makubwa yangetukia kati ya Waadventista wa Sabato. Ndio. Na kwamba matengenezo haya yangejumuisha kuacha mafundisho ambayo yanasimama kama nguzo za imani yetu. Na kujihusisha katika mchakato. Ndio.
ya kujipanga upya. Je, matengenezo haya yangefanyika, matokeo yake yangekuwa nini? Kanuni za kweli ambazo Mungu katika hekima yake ametoa kwa kanisa la masalio zingetupiliwa mbali. Zingefanyaje? Zingetupiliwa mbali. Zingetupiliwa wapi? Mbali. Endelea. Dini yetu ingebadilishwa. Dini yetu ingefanyaje? Ingebadilishwa. Huo ndio ufafanuzi ile njozi. Aliona sasa Wakatoliki wanaingia ndani ya kanisa la Sabato na kuchukua bidhaa na kuteka lile kanisa na kuweka misalaba mle ndani. Soma. Kanuni za msingi ambazo zimedumisha kazi hiyo kwa miaka 50 ndio iliyopita zitahesabiwa kuwa makosa. Shirika jipya lingeanzishwa. Shirika jipya lingefanyaje? Lingeanzishwa. Vitabu vya agizo jipya vingeandikwa. Vitabu vya agizo jipya vingefanyaje? Vingeandikwa. Si vya waasisi ama Ellen White, bali relay from the coming of comforter, movement of destiny. Tutavisoma hapa. Mfumo wa falsafa ya kiakili. Mfumo wa falsafa ya kiakili ungeanzishwa. Leo mchungaji lazima aende theology. Dawe nini? Si yule ambaye mwenye roho wa Mungu na mwenye ujuzi wa maandiko. Soma. Waanzilishi wa mfumo huu wangeingia mjini na kufanya kazi ya ajabu. Sabato bila shaka ingechukuliwa kuwa nyepesi. Sabato ingepuuzwa ndani ya makanisa kama vile Mungu aliyeiumba. Hakuna kitu kingeruhusiwa kusimama katika njia ya harakati mpya. Viongozi wangefundisha kwamba wema ni bora kuliko uovu. Lakini Mungu akiondolewa. Lakini Mungu akifanyaje? Akiondolewa. Gani ameondolewa? Baba. Mungu Baba. Sawa? Mungu mmoja aliye nani? Baba. Amereplace Mungu wa nini? Wa utatu. Kwa maana leo angalia hizi ni rogo za mashirika yote ya Sabato. Zote zina mioto mingapi? 3, lakini kuna rangi inakuwa mioto 6. Yote ni mashirika haya. Antarctic Union College, Adventist FM, utaona hapa ministry, kiti la ministry ambao tunatumika, Adventist Medical Group, utaona zote ni yukumene tu. Unaona zote nini? Yukumene. Haya, shirika la idara ya wanawake, tunaona hapa kuna hiyo Bikari si ni Freemason, tunafahamu. Alafu na jicho moja, jicho ambalo tunaloona, si mnafahamu si jicho moja. Hii ni ishara, hii ni Freemason. Kuna Bikari na jicho nini? Hii ni Freemason, logo ya Freemason. Utaona hapo. Na Freemason wanatumia msalaba ule wa Constantine. Kwa hiyo utaona hawa ni viongozi wa ICDA. Wamepiga picha, wamefunika jicho nini? Ni coincidence hiyo? Ni Freemason system. Na wameunda conference 13 ambao ni mfumo pia ule wa conference. Sasa ukija angalia jicho moja ni Freemason, angalia hii ni Adventist, hichi kitabu cha Sabato. Jicho lina nini? Jicho, sawa? Hii ni Adventist Community Health Center, hii hapa. Ina nini? Jicho moja. Hichi kitabu cha nini? Adventist Today. Jicho nini? Hii hapa inaitwa Ministry Global Mission. Jicho nini? Na hii ministry wamefunga jicho nini? Ndio maana nasema Sabato ni Freemason. Kwa sababu wametuingizia nini? Freemason. Kwa hiyo mambo ni mengi. Angalia hii. Hii ni ishara ya Illuminati. Wana nini? Hii ni Illuminati, hii ni nembo ya Illuminati. Wana nini? Na hii ni ya Sabato, sawa? Inaitwa hapa inaonekana vizuri hapa Sabato ina jicho moja. Haya, angalia hii ni kanisa la Katoliki hili. Ndani ya kanisa wameka nini? Jicho, piramidi nini? Na jicho moja. Na hapa piramidi na nini? Jicho moja. Ni kanisa la Katoliki. Hii ni coincidence? Kwa haya ni mambo yote ni siri ya uasi. Dini yetu ingelibadilishwa. Idara ya vijana, angalia. Adventure Club wanavyovaa, tunafahamu hii Adventure Club. Mimi wangu nilishtuka hawaje kusomaga hiyo kitu. Hii utaona bayana hapa. Hii ni Freemason tupu. Ukisikia Pathfinder, mtafuta njia, mtafuta nini? Hiyo ndio slogan ya Masonic, kwamba wanatafuta nini? Njia, nuru. Hivi leo hatujapata njia jamani? Mimi ndimi njia kwenda nini? Atuitafuti, tuko nayo. Bwana asifiwe. Sasa angalia vizuri hapo. Hapa kuna mambo mengi, muda wangu ni mchache. Kuonyesha. Hizi ndo nembo za nishani za kupata nini? Kufikia yani umefuzu unapata nishani. Nani kashasoma mambo ya Pathfinder? Adventure, nyosha mkono. Ile nini Adventist Youth vijana, Master Guide.
Nyosha mkono tu, nyosha mkono. Wengine hapa walikuwa wanatoroka si mlikuwa mkifuzu mnapata nishani sasa katika hii mtafuta njia kuna nishani ya nyuki, uongo kweli? Kuna nishani ya jua lenye ncha ngapi? 8. Au nyota ya ncha ngapi? 8. Alafu na hii ya kujengea nini? Kujengea hii mahitaji hii ya ujenzi. Mnachukua kile kijiko kile cha kujenga kwenye ukuta, kwenye cement, mnakifahamu? Na kile kirula. Mnafahamu fundi waache? Alafu pia kuna mkono, hebu njoo Shirima. Alafu kuna mkono, hii nishani moja ya mkono hii hivi. Si mnafahamu hii? Hii ni moja ya salamu ya nani? Freemason. Sasa zingatia vizuri hapa. Nikuonyeshe hizi ishara uelewe. Freemason nao wanazo ishara hizi, angalia hapa. Hii ni ishara ya adventurer. Tuko pamoja? Nini? Hii ni nini? Nyuki, si ndio? Hii ni ishara ya firma. Angalia hapa wameka mzinga wa nini? Wa nyuki. Huwezi kuingia kwenye Masonic Temple kama hujakuta ishara ya nyuki. Nenda pale hapo posta karibu na BOT. Jengo la Freemason. Ingia pale ndani utakuta kuna hii ishara hii ya nyuki. Vatican. Utaona majengo yote ya Vatican kila zile nguzo wameka nini? Nyuki. Hizi hapa wameka nyuki. Hiyo ni coincidence? Usia kanisa limetekwa. Tuje ishara ya nenda Vatican hapa. Ile ishara ya nyota 8, sawa? Sema hapa ionekane vizuri. Hii ni octagon. Ishara ya nyota 8 au nyota ya nyota 8 inaitwa octagon. Kwenye katika ardhi ya Vatican pale City, mle ndani mle kwenye cathedral, utaona kuna sakafu zote zina nyota ya ncha ngapi? 8. Ingia tu utaona. Na hiki pale nitawatumia mtakiona vizuri. Bwana asifiwe. Free tu. Ishara ya nyota 8 utaona ilikuwa ni ishara ya kipagani ya Mungu Ishtar Shamas, ambapo Mungu alikuwa anawakataza Waisraeli wasisogelee ibada ya nini? Shamas. Ibada ya jua. Ilikuwa ni nyota ya ncha ngapi? 8. Sarafu ya Kirumi, nyota ya ncha ngapi? 8. Nembo ya Byzantine, ishara ya ncha ngapi? 8. Catholic Templars, yani kikosi cha Katoliki kile cha kijeshi, ishara ya nyota ngapi? 8. Ufalme wa Saudi Arabia, nyota ya ncha ngapi? Hiyo ni coincidence? Sawa Utaona mambo yalivyokuwa makubwa. Haya. Ishara ya nyota 8 utaona hapa ncha 8. Ukienda pale Vatican Square utakuta kuna hiki kitu kina duara hivi. Mnaifahamu Kahesabu zile ncha. Pale square ambapo pale unamchagulia popu na washiki unakaa pale. Utaona ile square yote ina 1 2 3 4 5 6 7 na ngapi? 8. Ishara pale chini ikanyaga ishara ya ishara 8. Alafu hapa hii logo ya Pathfinder utaona hapa ina nyota ngapi? 8. Ncha ngapi? 8. Hii ni nembo ya Papa Francis. Nembo ya nani? Ya Jesuit marehemu. Ina nyota ncha ngapi hapa? 8. Hiyo ni coincidence? Wanaabudu Mungu huyu mmoja. Ishara ile ya nyota ya ncha 3. Ncha ngapi? 1 2 3 4. Hii hapa ambao wanavaa Pathfinder no vai hapa. Hii ni alama ya hii ni adventurer. Ina ncha ngapi hizo? 4. Na hii ina ncha ngapi? Na hii ngoja hapa nyota ncha ngapi? 4. Ni coincidence? Hapa muone vizuri, nitawatumia hilo somo. Haya ndio mambo ya Sabato kwa mnayasomea. Hii nyota ncha 4, hii ni SDA Adventurer, hii ni Vatican, hii ni Hindu, hii ni Buddha. Sawa Ukija ule msikiti wa Al-Aqsa, utaona una ile octagon hii hapa, ncha 8. Utaona hapo octagon katika jumba la makumbusho la Vatican, ncha 8. Utapata hapa octagon katika hekalu la Kibuda huko Bangkok. Kila kitu kiko vile vile. Yaani wapagani wote ni kitu hichi kimoja. Ile Adventist, ile Master Guide. Ulikuwa Master Guide wewe? Si ndio? Hii ishara yenu ya Master Guide. Uongo kweli? SDA Master Guide. Utaona hapa kuna nyota 1 2 3 4 5 6. Alafu ina octagon, ishara 8. Hii hapa ni hivi. Utaona hii ni Vatican. Utaona hii octagon ya Adventist Youth. Hapa mwezi kuona vizuri. Muda umeniishia, lakini tuende mbele. Hichi kidude hichi hapa cha ujenzi cha SDA Adventurer utakipata pia katika Freemason. Kwa kila kitu utakiona ni bayana. Haya mkono. Hii SDA Adventurer, hii ni Hii hapa ni Vatican.
mkono umeshika namna hii. Kwa kila kitu utaona kama Mungu wameingiza Mungu bandia na wameingiza pia na ibada nini, mafundisho ya bandia. Haya, angalia kondoo ambayo ni ishara nini ya Adventure. Hapa ni Freemason, hapa ni Vatican. Yaani logo zote haya beaver. Utaona kwenye Freemason wanatumia sana beaver na Adventure wanatumia nini? Beaver. Kwa yote huo ni upagani. Yesu alikataa na Biblia inakataa kuweka ishara zozote. Sasa tumalize kwa haraka hapa. Tuje katika midundo. Hii ni gwaride la Adventure. So umevaa hizo nguo za nishani. Hili ni gwaride la Pathfinder. Hili ni gwaride la Katoliki Knight of Malta. Beji zile zile, ishara zile zile. Haya ni mavazi ya SDA Master Guide. Au kikosi cha SDA Master Guide. Au ni kikosi cha Papa cha Knight of Malta. Umevaa vile? Sema hapo inaonekana vizuri. Uko mna vizuri? Umevaa vile? Kwa hiyo magwaride yote asili yake nini? Huko kwao. Kwa mataifa yote umelewa kwa mvinyo wa sharati wake. Sasa twende hapa tumalizie vizuri, ni kuonyesha hii movement of destiny inavyokuwa. Hicho ndio baki nacho. Kama vile hii ni Knight of Malta, yote inaofanya Knight of Malta ndio wanafanya wao. Sasa niambie, hili ni kanisa au jeshi? Katika jambo ambalo naniumiza, nilikuwa sina maarifa wakati ule, nilikuwa nashinda kuelewa hicho kitu. Sikukubali katika akili zangu ndogo, kwa nini kanisa tu na kitu kama hiki? Haya, angalia hao Master Guide sasa. Hii ndio kanisa la Sabato. Wana utatu. Sasa mambo yote tumelewa mvinyo. Kama ni SDA, mimi sipone kanisa nafunulia kanisa ambalo tuko tunahudumia. Mnacheka wakati wako bize na mambo ya sofa, Papa ne akiwa bize kuunganisha nini makanisa, dini zote. Wao wako na katika Papa anaunganisha nini dunia. Wao wana katika huku, Papa anafanyaje? Anaunganisha dini, anaingia msikitini. Huu ni msikiti, wanampokea. Sasa na ngoma zao kama Pathfinder wa huko. Sasa kwa hiyo Roma imelewesha mataifa yote nini mvinyo. Sasa tuje hapa vizuri, tuje katika ile movement of destiny. Kwa nimewaambia, naomba nionyeshe kitu hapa haraka haraka. Bwana asifiwe. Wangapi mnanielewa? Wakati tunamfunua Babeli, Wasabato tulicheka sana. Mungu kweli? Poleni kama mnaumia. Na tunamfunua Babeli kokote. Sikia vizuri hapa. Nimesema uasi ulianzia mwaka 1956. Sawa sawa? Na kina Leroy Frum, waanzilishi wapya ambao walipinga fundamental principle. Wanakiri vipi kama wao? Si maneno yangu mimi. Kwenye uasi walipopata pressure wakaunganisha hili kanisa. Anasema hivi, hii ukiri wa kutafuta msaada nje ya Waadventista. Nini ambacho walikifanya wakati ule? Hii ni nukuu ya English, tuende kwenye Kiswahili tafsiri. Naomba nitoe ukiri wa binafsi. Huyu ni Ray Frum. Wakati huo kati ya mwaka 1926 na mwaka 1920 ngapi? Si nimesema hapa. Mwaka 1928 vitabu vyote vya waasisi
na vile vile Ellen G. White, kama hivyo hizo magombo yaliyochaguliwa yaliwekwa wapi? Kando. Unafahamu testimony to the church, testimony to the ministry, unazifahamu? Unafahamu ya magombo? Hakuna. Anasema hivi, nilipoombwa na viongozi wetu kutoa msururu wa masomo kuhusu Roho Mtakatifu. Kuhusu nini? Niligundua kuwa kabla ya miaka 1890 hakukuwa na kitu kabisa katika vitabu vyetu kilichomweleza Roho Mtakatifu kama nani? Kama nafsi. Wanamaanisha kama nafsi, mtu mwenye umbile, sawa sawa, yani mtu wa tatu, tofauti na baba na tofauti na nani? Na baba na mwana. Kwa hiyo Wasabato wa kwanza kulingana na Rev. Mwasi waliamini Roho Mtakatifu ni roho ya nani? Hata kama ameitwa kama nafsi, maana yake si nafsi nje ya baba na nani? Na mwana. Anabeba utu wa baba na mwana. Na mwenye uungu kama wao, nililazimika kutafuta maandiko ya watu wa nje ya vuguvugu letu. Watu kama Simpson, Gordon, Meyer, Mahan na Tolle, ili kupata mwanga na msaada. Hawa wote ni Waprotestanti na Wakatoliki. Yaani alienda kwa Waprotestanti na Wakatoliki kujifunza Mungu Roho Mtakatifu. Kwa Mungu Roho Mtakatifu katoka wapi? Kwa waasisi au kwa Katoliki? Anakiri Lilay Froom. Hicho kitabu kinaitwa Movement of Destiny, yaani kutoka katika harakati hii kwenda katika harakati nini nyingine mpya. Anasema hivi, ukiri kuhusu msimamo wa waasisi wa awali. Anasema hivi, hii nukuu ya Kiingereza na Kiswahili nimeweka hapo. Kipindi cha mapema cha vuguvugu letu kiligubikwa na mtazamo mkali wa kupinga nini? Utatu, ulioshikiliwa na viongozi mashuhuri. Watu hawa walihisi kuwa fundisho la jadi la utatu lilishusha utu nafsi ya baba na nani? Huyu ni Lilay Froom, mtu muhimu ndani ya kanisa la Sabato, na anasifika. Hata kina Mwankema wanamsifia Lilay Froom. Kwa anakiri bayana waasisi wetu walipinga nini? Walipinga nini? Utatu. Bwana asifiwe. Hebu nyosha mkono juu. Hebu simama tena juu. Punga mkono hivi. Tufanye hivi. Tufanye hivi. Kaa. Sisinzie. Twende vizuri. Swali nakuja, Lilay Froom anapinga nini? Anakubali nini? Anakubali nini? Anakiri nini? Waasisi hawakuamini nini? Leo anakuambia tu kwamba waasisi wali progress kutoka hatua hii, kutoka hatua hii. Asante. Ukiri mwingine anasema hivi, ukiri wa kutofautiana na waanzilishi James White. Anasema hivi, James White alikuwa mpinzani mkali wa fundisho la utatu kama ilivyokuwa likifundishwa kwa kawaida na makanisa ya enzi zake. Aliamini kuwa halikuwa la kimaandiko na lileta makosa ya hatari kuhusu nafsi ya nani? Ya Mungu. Anakiri life. Anasema tena hapa, hii ni balaa zaidi, ukiri wa mabadiliko ya mwelekeo. Sema tulianza hii Movement of Destiny mwaka 1971. Huu ni mwaka 71. Mwaka wangapi? Tulianza kama Wa-Arian. Yaani Wa-Arian wale ambao walikuwa wanaamini fundisho la nini? La utatu. Ni wakiamini Yesu ni mwana mzaliwa wa Mungu na Roho Mtakatifu ni roho ya Mungu. Lakini tuliinuka polepole na kuwa vuguvugu lenye nguvu, lililoweza kuchukua nafasi yetu miongoni mwa madhehebu makuu ya Kiprotestanti. Pamoja nao tunakiri kwa moyo wote fundisho la jumuiya ya Wakristo la utatu na umungu kamili wa Kristo. Mwaka gani huu? 71. Anakiri bayana kwamba tulianza kama Wa-Arian, ila taratibu tukajiunga na jumuiya zingine za makanisa ambao ni muungano wa umoja wa nini? Wa makanisa, kupitia fundisho la nini? La utatu. Hebu nipe kitabu cha Ekumene hapo, ukurasa wa 63, ile sehemu tu imeandika utatu. Utanisomea wakati unatafasiri. Unasema hivyo, hii nukuu nyingine inasema hivi: nyakati zinabadilika, kumeshuhudiwa ukuaji wa wazi na ufafanuzi katika msimamo wetu wa kisiolojia kuhusu utatu na Roho Mtakatifu. Tumehama kutoka kwenye kivuli cha uelewa mdogo wa awali na kuingia katika mwanga kamili wa ukweli wa Biblia. Huyu ndio muasisi wa kanisa la leo. Kanisa la leo la Sabato, waasisi wake si James White na Ellen White,
waasisi wake nani? Lilei Froom. Lilei Froom huyo ndio mwasisi wa kanisa la Wasabato leo. Yaani kuonyesha kitu hapa. Soma wakati unanisomea hapa kwenye mpango kwenye neno utatu hapo chini. Utatu hapo Nairobi mwaka 75 inasema mkutano wa Apsala mwaka 968. Shuka hiyo ya chini hiyo. Mkutano wa wote katika mji wa Nairobi mwaka 1975 uliyahimiza tena makanisa kutafuta umoja wa imani ambao ungejidhihirisha katika ekaristi moja na kanuni ya imani moja. Ndio. Hatimaye baraza la makanisa lilikamilisha msingi ule wa imani tuliokwisha kuutaja kwa kuliingiza neno moja linalohusu Utatu Mtakatifu. Ndio. Nao wale wengine wanataka bado kuupanua na kuimarisha msingi huo. Ndio hicho hapa sasa. Uko umoja wa makanisa, msomaji, unaunganishwa na nini? Utatu Mtakatifu. Sasa ndio anasema hivi, huyu tulianza kama wa Arian, lakini tulininuka polepole na kuwa vuguvugu lenye nguvu liloweza kuchukua nafasi yetu miongoni mwa madhehebu makuu ya Kiprotestanti. Pamoja nao tunakiri kwa moyo wote fundisho la jumuiya ya Wakristo la Utatu na umungu kamili wa nani? Wa Kristo. Wajaungana Babeli. Muungana Babeli. Hii ndio kitabu cha Movement of Destiny. Hivi ndio vitabu ambavyo vimeharibu kanisa la Sabato, ndio msingi. The Coming of the Comforter, Evangelism, Movement of Destiny na Question on Doctrine. Hizo ndio vitabu ambavyo vimevuruga kanisa la Sabato. Sasa Lilei Froom picha yake ndio hii, ndio huyu hapa. Lilei Froom. Huyu ndio Musa, huyu ndio huyu kina Banman ambao walikuwa wanapinga kanisa la Sabato hawa. Wakakaa na huyu ndio kaja na hizi mipango. Huyu ni mtu ambaye ni M.L. Anderson ambaye ni muasisi wa pili wa kanisa la Sabato ambaye alisimama imara kupinga kina Lilei Froom, lakini walikuwa ni wachache wakazidiwa. Tuko pamoja mpaka hapo hao wakashinda na kanisa likiingia katika giza kuu, giza tololo mpaka leo hii. Kwa mfano, hebu chukua hiyo mwongozo wa Sabato. Hapa anasema hivi, baadhi ya wale ambao ni wapya wanaokuja katika imani na kudai kwamba wana nuru maalum kutoka kwa Mungu katika kuhusu jumbe hizi, lakini nuru yao mpya huwaongoza kuweka mbali kweli zilizoanzishwa ambazo ni muhimili ya imani yetu. Watu wapya kina Lilei Froom wanakuja na miongozo mingine, wametafasiri vibaya na kutumia vibaya maandiko, wanaziweka vibaya jumbe za Ufunuo 14 na kuiweka pembeni kazi ambayo jumbe hizi zimeikamilisha. Hivyo wanakataa mipaka ambayo Mungu mwenyewe ameianzisha, kwa sababu nuru yao mpya inawaongoza kubomoa jengo ambalo Bwana alilijenga. Tunapaswa kujua kwamba yeye hawaongozi. Maana mfumo wao ya kidini imebomoa mfumo ule wa awali. Kwa mfano, fundamental principle ambazo ziko 28 na wao pia wameweka 20 ngapi? 28. Fungua kurasa wa 180. Wameweka pia 28 ili kupotosha ule ukweli wa msingi. Hebu soma msingi wa kwanza. Maandiko matakatifu. Ngoja kidogo. Maandiko matakatifu. Basi tuachane hiyo kitu. Hizi hapa. Usimuona hapa? Mwaka 1950 ngapi? Mpaka mwaka 1960 ngapi? Msingi wa Sabato kwa ni Mungu mmoja Baba, sawa? Yupo kila nini? Mahali. Wakati wakaanza kutaratibu wakaandika wa kwanza maandiko matakatifu, msingi wa leo maandiko matakatifu, si ndio? Wa awali Bwana mmoja Yesu Kristo mwana wa nani? Wa Baba wa milele. Huko kaandika uungu au utatu unaundwa na Baba wa milele, Bwana Yesu Kristo mwana wa Baba na Roho Mtakatifu. Hiyo ni kama chai unawekewa. Msingi wa pili wa leo utatu mtakatifu. Kuna Mungu mmoja, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, umoja wa nafsi tatu za nini?
Simona hiyo movement of destiny Bwana mmoja, Yesu Kristo mwana wa Baba wa milele. Huku Yesu Kristo ni Mungu kamili akiwa na asili na kiini kile kile cha Baba wa milele. Huku Mungu Baba. Sasa ukija katika sura ya inayofuata hapa msingi wa 13 unasema mtu wa dhambi papa mpinga nini? Huku unabii, huku waliosalia na utume wao. Kwa hiyo umeondoa huu msingi huu wa mpinga Kristo kwa sababu umeungana na mpinga Kristo. Tuko pamoja? Kwa hiyo ni movement of destiny. Kwa hiyo haya matengenezo yao yanabomoa jengo la nini? La awali. Sasa tunaposema kwamba tumejitenga na mfumo huu wa SDA Church, hatusemi ili kuunda kanisa jipya. Tunasema kwa sababu tumeona bayana kwamba hawa ndugu zetu wameama katika mafundisho ya kimsingi ya kibiblia na ya waasisi na kuchagua mafundisho ya Rumi. Tuko pamoja? Kama tumejitenga si kuanzisha taasisi mpya, lahasha, bali tumerejea katika misingi ya nini? Ya awali, kanisa la zamani. Swali kwako na mimi, wapi umeasi? Ni sisi au wao? Wao ndio wamefanyaje? Wameasi. Ile kwa sababu wao ni wakubwa na wana nguvu za kiuchumi. Sisi tunaonekana tumeasi na wao wanaonekana kwa nini? Sahihi. Ila kinyume chake, wao ndio wamefanyaje? Wameasi. Wameungana ile Babeli. Sababu muda umeisha, wacha tuishie hapa tuwe na kiasi. Lakini kuna mambo kaza wa kaza. Na nitafanya kila njia ili makanisa tupate hizo story zikuwa zimeandaliwa vizuri ili kila mmoja asome by evidence. Bwana asifiwe. Ili msitaabishwe na kuyumbishwa. Tupo katika njia sahihi. Kwa hiyo tushikamane, tuiboreshe, tupige mbio kupeleka ujumbe wa malaika watatu katika ulimwengu. Haleluya. Wangapi wanasema mtumishi tumeelewa? Mungu atukuzwe sana. Mungu atukuzwe sana. Baada ya kusema hayo, tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu, asante kwa neema yako na busara yako ambayo umetufanyia katika maisha yetu. Tumejifunza historia, mambo ni magumu, lakini nimejaribu kuiongea katika lugha ambayo inaeleweka kibinadamu. Lakini huenda lugha yangu isieleweke vizuri kwa wale ambao Bwana wanatufuatilia ama sisi wenyewe mahali hapa. Kwa Roho wako milele akatafasiri, akaweke wepesi kile ambacho Bwana kimepatikana kidogo kikashikiliwe sawa na fadhili zako. Mungu wangu, wabariki watu wako ambao wamekuja kukusanyika mahali hapa, na mtumishi wako Mwalimu Ndacha anapokuja mahali hapa kufundisha. Neema yako ikawe pamoja naye na pamoja na kanisa hili, tukabarikiwe sote. Maana tunakuomba yote katika Kristo Bwana wetu. Amina. Niwakumbushe